Ninakualika mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Yambali Yetu TV pote pale ulipo. Karibu kuungana nami katika makala ya siasa na wanasiasa. Ni kwamba mswada unaoweka masharti ya kuandaa kura za maoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umepitishwa kwa uhakika na mabunge yote mawili jijini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakikutana katika kamati ya pamoja hadi usiku wa Jumatatu, Juni 15 mwaka 2026, mwishoni mwa kikao cha kawaida cha Mechi, wabunge na maseneta walifanikiwa kusuluhisha tofauti zilizokuwepo kati ya wabunge wa vyumba hivyo viwili. Nakala hiyo iliyofadhiliwa na mbunge Paul Gaspar Ngondankoi imepitishwa kwa hatua yake kabisa ya mwisho bungeni, na sasa inaweza ikatumwa kwa rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi ili ipate kutangazwa ya kwamba wakongomani watafanya kura ya maoni, je, katiba ibadilishwe au la. Kupitishwa huku, hata hivyo, kunaendelea kugawanya maoni ya umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wingi wa vyama madarakani huwasilisha sheria hii kama uratibu ulioundwa ili kudhibiti uratibu wa kura za maoni zinazotolewa na katiba. Upinzani kwa upande wake bado una wasiwasi mkubwa. Vyama kadhaa vilivyoungana ndani ya muungano wa kifungo cha 64 vinashutumu mchakato wanaouona kuwa njia ya kuelekea marekebisho ya katiba ambayo kulingana na wao inaweza kuandaa njia ya muhula watatu wa Rais Felix Tshisekedi. Hivyo wanasusia. Je, tuchambue vipi kupitishwa kwa mswada huu wa kura ya maoni bungeni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ileo mpenzi msikilizaji na mtazamaji, tunampokea mwanasiasa Makambo Juma Intelligent. Yeye ni mbunge wa kitaifa, msaidizi wa mriti wa mbunge wa taifa Jean-Jacques Elakano Jogo, ambaye kwa leo ni naibu gavana wa Kivu ya Kusini tokea chama tawala cha UDPS. Bwana Makambo Intelligent, ujambo na karibu hapa kuungana nasi katika makala ya siasa na wanasiasa. Makambo Intelligent, unanipata? Moja kwa moja wasikilizaji wa redio yako, ndugu mtangazaji. Naam, habari za Kinshasa muda huu? Kuna furaha huko za ushindi wa Leopard? Kuna yowe wa sare ambayo imekutanisha timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Portugal. Donc wakaaji wao kwenye zile mracham. Naam. Bwana Makambo Intelligent, ukiwa huko Kinshasa, hebu tueleze ilivyokuwa bungeni wakati wa vikao vyenu na nini ambacho umekubaliana kuhusu swala la mswada wa mabadiliko ya katiba kwa kuitisha kura ya maoni. Nadhani kwamba yale ambayo nipitia Mars ambapo mwezi wa 3 hadi mwezi wa 6, na wakati tumeanza na kumaliza katika tariki 15 ya mwezi wa 6 ni kawaida, na vyote ambavyo vimepitika ni miongoni ya vitu ambavyo vilikuwa vikitarajiwa katika hii session ya Mars. Mimi pale sidhani kwa kuna mambo ambayo tunaweza tukajibia ya zaidi kuliko ile mtangazaji. Bwana Intelligent, upande wako unaona kuna umuhimu gani unaopelekea katiba ifanyike mabadiliko? Nitakachosema cha kwanza ni kwamba katiba haiko bado. Kitu ambacho hakiwezi badilishwa katika ulimwengu ambao tuko hamo ni Biblia. Lakini mambo mengine yanaweza kubadilishwa kulingana na matakwa ya wakaaji, matakwa ya wenye wanamembo wa kundi, matakwa ya waraia. Na wakati wananchi wanapofikiria kwamba
constitution ambayo tuko nayo kwa siku ya leo haitufalie kitu, inabidi wabadilishe. Hakuna kitu ambacho kitasababisha mambo mengi, kitasababisha mjadala, kwa kuwa wanabunge ni wa representant legal donc wananchi ambao wamewachagua na wanatakiwa watumike yale ambao inatakiwa kutekelezwa par rapport na vile ambao walivyochaguliwa na waraia, kila mtu kwenye circonscription electorale yake. Wapinzani wanakataa hadi kuto kushiriki vikao hivyo na kuandaa maandamano. Hamzani ya kwamba mabadiliko haya ya katiba yataonekana huenda ni udikteta wa UDPS na Rais Felix Tshisekedi? Hakuna udikteta. Wakati tumeingia kwenye session, wabunge ile ambayo tunaita majority, tuko wabunge 500. Wangapi wamechagua ndio, wangapi wamechagua hapana? Hali hakuna udikteta, tangazaji. Kwa kuwa imeonekana rais toka mwanzoni alikuwa akipigilia msumari tu akisema kwamba nani na yupi anayeweza kumkataza yeye kama vile rais kubadili katiba. Sasa na kama mmefikia hivyo, ndo hapo wapinzani wanasema kwamba ni udikteta. Haiko udikteta. Kiangalia katika katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kwa kubadili katiba kuna vipengele 4, na mu vipengele 4 vikikamilika, yani pale katiba inatakiwa iende kubadilishwa kadiri inavyosemekana. Kwanza ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaweza akasema tubadili katiba. Pili ni wabunge ambao wamechaguliwa na raia pamoja na seneta na badili katiba. Tatu ni conseil de ministre, baada ya waziri kukutanana na wanasema ya kwamba yale ambayo tumefanya, kisha kumaliza kikao wanaka compromis consensus, wanaweza wakabadili. Na 4 ni raia wenyewe wa ngazi za chini wakitosha zile signature, zile saini zao kulingana katiba inavyoongea, wanaweza wakabadili katiba. Pale mimi sijaona kiajabu pale, ndugu mtangazaji. Na kwa tabaka zote hizo 4 ni nani kasema katiba ibadilishwe? Ni rais, ni wabunge, ni mawaziri au ni wananchi? Rais katika bungezi yake amewahi kusema kwamba katiba ibadilishwe. Wabunge, umeona wabunge hapo wameshitiza, ilikuwa juzi hapa tarehe 15, na yote imepita katika bunge na katika seneta wabadilishwe. Katika reunion conseil des ministres ilipita kwamba ibadilishwe. Vile vile mama wetu Lwacha mbunge Chani amesema kwamba na amedepose, donc amewakilisha zile saini ambazo zinahitajika na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ya kwamba ikienea saini kadhaa zinaweza zikapitisha na kusema kwamba katiba ibadilike. Yote yale imekusanishwa katika vipengele vyote 4 na vimepita kwa uhalali. Mimi sidhani kwamba pale kuna udikteta. Kuna wengine wanajiuliza mbona mumechelewesha kumaliza vita na munachapukia tu mabadiliko ya katiba wakati vita vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Sisi tumevanua, na wakati sisi tulikuwa katika malengo yetu ya kuendeleza nchi yetu mzuri, lakini wezi na wanyang'anyi wamekuja na kutuvamia. Mimi siwezi nikasema kwamba vita vitaisha kesho wala vitaisha leo. Juu tumepambana na watu ambao walikuwa na lengo zao kwa ajili ya kutunyang'anya nchi yetu, na sisi tunapiganisha. Hatujua wameanza nini, nani anawasapoti, wako na pesa kiwango gani ambazo kinaweza kikawatia katika mpaka ile vita vimalizike. Na ndio maana serikali inapiganisha kila liwezekanalo. Naona mpaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
ikiongozwa na Rais Felix Tshisekedi anasema ya kwamba kila liwezekanalo ni mpaka vita viishi, na Felix iko determine mwile kitu na watu wa Kongomani wanajua vile. Je, baraza la maaskofu wa Kikatoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baraza la maaskofu wa Kikatoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaloitwa Senko linakubaliana nanyi kabisa kwa mabadiliko ya katiba? Hatuna masuala ya kanisa. Ukiingia katika constitution wala katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakuna nafasi inasema kwamba kanisa wala mmoja wa makanisa utoe ile ambayo tunaita decision. Hakuna. Mimi nimekuambia kuna conseil de ministre, kuna wabunge na kuna raia, na wakati vile vipengele vinne vimeshatosha wajibu na zile dugudugu inabidi vitekelezwe. Unajua chama cha UDPS inatumika na raia kwanza, le peuple d'abord, parce que les pyramides renversées pyramide. Ukitaka kumaanisha nini kwamba mlirenverse pyramid? Ukitaka kumaanisha nini kusema kwamba mlirenverse pyramid? Pyramid ni kusema ile ambayo tunaita raia kwanza, le peuple d'abord. Yani decision, maamuzi ya mwisho inatoka kwa raia. Raia imechagua wabunge, wale ndo wawakilishi wa taifa mzima, na wamekaa chini wakaamua ya kwamba tutekeleze kwa kubadilisha katiba. Nani anaweza wakakataa? Na ni wenyewe ndio wamewakilisha raia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchi nzima. Ukiwa mwanasiasa chipukizi toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa tarafa za Uvira na Fizi, unawaambia nini wananchi kuhusu kura ya maoni maeneo nakotokea? Mimi nikiwaambia neno moja tu, ambao wabunge ambao wanawakilisha wa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wamewatia ile uaminifu kwa kuwa hawezi chagua mbunge na hauna uaminifu naye, na wakati ametekeleza na kusema kwamba tubadilishe katiba, manake inahitajika sisi ambao tumewachagua tutekeleze yale ambao wawakilishi wamefanya. Mimi nasema ya kwamba kila mkongomani mahali popote alipo ajikaze, wakati tunaingia kwenye ile ambayo tunaita referendum, aende kuchagua kusema ya kwamba katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ibadilishwe. Mimi na sababu moja tu au mbili ya kusema ya kwamba hii katiba ambayo wametutilia haikuwa katiba kwa maslahi ya sisi Wakongomani, na ndio maana haya yote ambayo tunayoyapitilia, na ndio maana yote Felix Tshisekedi kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekuta wamemlimbikizia matope, na inabidi ayasukue ili tubakie kwenye ile direction, donc direction ambayo itatusaidia sisi tubakie independent wa raia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Kila mtu abakie kwenye ile mstari iko independent na jibeba, lakini katiba yetu leo inatutia sisi tuko wenye kubebewa na nchi jirani. Ino maana nasema ya kwamba Wakongomani ambao watakao nisikia na yule ambaye amezaliwa na baba na mama Mkongomani atakubali ya kwamba constitution wala katiba ya nchi waibadilishe. Bwana Makambo Juma Intelligent, tunafika mwisho wa mazungumzo yetu haya. Kwa sekunde chache, kama sekunde 10 hivi, kuna neno la nyongeza? Neno la nyongezo ni kusema ya kwamba ni kusisitiza kwa Wakongomani wajue ya kwamba Felix Tshisekedi ni rais ambaye anatumikia kwenye maslahi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unajua ya kwamba, ndugu mtangazaji, wakati unapokuwa na nia nzuri na wengi wanaokuzunguka, wengi ambao wanaotawala hawapendi yale unayoyafanya, inabidi wakutilie majiwe, wakutupie majiwe tofauti,
na ndio maana Felix Tshisekedi leo baadhi ya wapinzani wanaona ya kwamba amekuja kuvunja yale ambayo alikuwa akipangilia, na ndio maana amesema ya kwamba hata wakati yeye atakayekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha Felix Tshisekedi, Felix ameshuhudia na kusema kwamba atamsindikiza kwenye vision yake, kwenye malengo yake. Na tumeshangaa kuona kwamba rais ambaye amekuwa rais wa jamhuri leo iko kwenye opposition. Sisi tunasema kwamba ni kitendo ambacho sisi tunakilaani, na tunasema kwamba katika utawala wetu na katika utawala wa Felix, na atakapomaliza na akiachia mtu madaraka, hatawahi kuwa kikwazo kwa yule ambaye atakayemwachia madaraka. Makambo Juma Intelligent, tunakushukuru kwa muda wako, tunakutakia kila laheri na karibu wakati mwingine kwenye makala ya siasa na wanasiasa toka Yambaleto TV. Asante ndugu mtangazaji, hata mimi nikishukuru na niambie watoto wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kwamba tuna furaha kubwa kwa timu yetu ya taifa kwenda sare ya 1-1 na timu ya Portugal ambayo ina wachezaji ambao kuna uzoefu, lakini kulingana na kazi ambayo Felix Tshisekedi anafanya, amefanya kila liwezekanalo motivation ili wachezaji wa kwenye zile wastani kama vile wakina Cristiano Ronaldo. Asante, hata mimi nikushukuru ndugu mtangazaji. Uwe na usiku mwema na mchana mwema na asubuhi njema na magharibi njema. Inshallah. Shukran. Na mpenzi mtazamaji, huyo alikuwa ni bwana Makambo Juma Intelligent, ni mwanasiasa chipukizi toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokea chama cha UDPS. Yeye ni moja kati ya wabunge, yani mbunge msaidizi wa Faransa wanaita suppléant wa mbunge ambaye amerithi nafasi yake Jean-Jacques Elakano Jogo, ambaye kwa leo ni naibu gavana wa mkoa wa Kivu ya Kusini. Usikose kuungana nasi wakati mwingine. Ulikuwa nami Thompson Unjibata Ngalo William, mfalme wa kizazi cha 4. Niseme tu kwaherini.